Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM na watazamaji wa chaneli yetu ya Tabora, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Ijumaa baada ya tokeo la Bwana, tarehe 9 mwezi wa kwanza 2025. Masomo yetu leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 5 aya ya 5 hadi ya 6 na aya ya 8 hadi ya 13. Na somo la Injili kama ilivyoandikwa na Luka, sura ya 5 aya ya 12 hadi ya 16. Na sasa tusikilize somo la Injili. Ikawa alipokuwa katika mojawapo ya miji ile, tazama, palikuwa na mtu amejaa ukoma, naye alipomwona Yesu alianguka kifudifudi, akamwomba akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akanyoosha mkono wake akamgusa, akasema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukamwondoka. Akamkataza asimwambie mtu, ila nenda kajioneshe kwa kuhani, na pia akatoe kwa ajili ya kutakasa kwako na kwa Musa, kama alivyoamriwa, iwe ushuhuda kwao. Lakini habari zake zikaenea, na wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Neno la Bwana. Ndugu zangu, katika tafakari ya neno la Mungu Ijumaa ya leo baada ya tokeo la Bwana, tunafundishwa kuwa Yesu Kristo ni tabibu wa uhakika na mfariji wa kweli katika magumu. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la Injili tunaona jinsi Yesu Kristo anavyomponya mtu mwenye ukoma. Kadiri ya sheria za Wayahudi, mtu mwenye ukoma alijulikana kama mtu najisi, na hivyo ilimpasa kukaa peke yake, na makazi yake yalipaswa kuwa nje na malango. Pia ilimpasa kufunika mdomo wake wa juu na kupaza sauti na kusema ni najisi, ili watu wasije wakamkaribia na kuambukizwa ugonjwa huo. Rejea kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 13 aya 45 hadi ya 46. Ndugu zangu wapendwa, Yesu Kristo anakutana na mkoma ambaye alitengwa na watu. Huruma ya Yesu na utume wake na kuwaokoa watu dhambi zao na magonjwa yao unamfanya asifikirie kuambukizwa ukoma, bali anaponywa kwa kumgusa. Hivyo Yesu Kristo anakuwa mfariji wa kweli katika magumu ya mtu huyo mwenye ukoma. Yesu Kristo anamrudisha mtu huyo mwenye ukoma katika jumuiya ya watu na kumwondolea unajisi wake. Lakini baada ya kumponya, anamwambia kuwa asimwambie mtu yeyote, bali aende kwa makuhani wa hekalu kujitangaza kuwa ametakasika. Yesu anaonesha uaminifu wake kwa sheria kwa kumwambia mtu aliyekuwa na ukoma aende kujionesha kwa makuhani kama sheria ya Musa ilivyoelekeza. Ndugu wapendwa, Yesu Kristo alimgusa mtu mwenye ukoma ambaye alikuwa haruhusiwi kukutana au kuguswa na mtu yeyote. Yesu kumgusa mtu kama huyo anatufundisha kuwa yeye ndiye mponyaji wa uhakika na daima yupo tayari kunyooshea mkono wake kwa mtu yeyote anayehitaji msaada wake. Hivyo katika mkato wa tamaa au inapotokea tumeona giza nene mbele yetu ama nyuma yetu, bali lipo tumaini, tukumbuke kuwa bado mkono wa Kristo umenyooshwa. Tujifunze kukutana na walio na shida, tuwapende wasiopendwa na kuwasamehe wasiosamehewa. Pia Yesu Kristo kwa kumwambia mtu mwenye ukoma taratibu za kufuata katika utakaso wake, anatufundisha kuwa ni lazima kushirikiana na Mungu ili kupata neema zake. Miujiza hutegemea pia juhudi zetu,
hatuwezi kupata miujiza kwa kuacha ama kupotezea vipawa vyetu na hekima tulizopewa na Mungu. Juhudi za mtu na neema ya Mungu huleta maajabu na miujiza. Kwa mfano, mtu akiwa anaumwa akasema Mungu ataniponya pasipo kufanya juhudi za kwenda hospitali ama kutumia dawa, ni vigumu sana kupona. Ila ukitumia juhudi ya kwenda kwa daktari na kutumia dawa, ni rahisi Mungu kukuponya na kweli utapona. Daima tukumbuke kuwa daktari hutibu ugonjwa, lakini pia Mungu ndiye mponyaji wa kweli. Tumwombe Mungu atujalie imani thabiti ili daima tumkimbilie katika magumu na changamoto zetu, tukijua ya kuwa yeye ndiye tabibu wa kweli na mfariji wa kweli katika shida na changamoto zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Richard Manda kutoka Jimbo Katoliki la Mbulu, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume hapa Kipalapala.